Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tunatoa sehemu ya pili ya somo la neema ya Mungu. Ijue neema ya Mungu. Na kabla ya mambo yote tutamshukuru Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kipekee kwa ajili ya muda huu ambao umetupa. Tunashukuru kwa ajili ya mtazamaji na tunashukuru kwa ajili ya msikilizaji wetu. Tunaamini neema yako Bwana imefunuliwa juu yake. Mbariki popote alipo, bariki ujumbe wa neno lako, na popote sauti itakaposikika ikafungue watu na kuwaokoa. Katika jina la Yesu Kristo, neema yako Bwana ikamiminwe juu ya watu wako. Amen. Na leo tunaangalia faida ya 7 ya neema ya Mungu. Katika ile Zaburi ya 84 mstari wa 11 inasema, kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao. Bwana atawapa watu wake neema na utukufu. Hata tunyima kitu chema. Hata tunyima kitu chema. Na Bwana ndiye anayetoa neema. Kwa hiyo neema ya Mungu inatupa riziki zetu za kila siku. Hiyo ndio faida nyingine ya 7. Neema ya Mungu inatupa riziki zetu za kila siku. Anasema kwa kuwa Bwana Mungu ni jua na ngao, lakini anasema ndiye mleta neema. Ndiye anayeleta neema. Hata wanyima watakatifu wake kitu chema. Na ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari ule wa 20 mpaka 21, utaona anasema kwamba mahali dhambi ilipoongezeka sana, neema ya Mungu nayo iliongezeka. Ile kitabu cha Warumi 5 mstari wa 20 na 21. Kwa hiyo mahali penye dhambi nyingi sana, pia neema ya Mungu katika eneo hilo huwa inaongezeka sana. Lakini hii faida ya 7 inasema kwamba neema inatusaidia kupata riziki zetu za kila siku. Unafahamu, katika neema ya Mungu kumebeba ukamilifu. Katika neema ya Mungu kumebeba mahitaji yoyote watakatifu wa Mungu. Chochote unachopitia, ita neema ya Mungu. Muombe Mungu neema yake. Kwa jingine, neema ya Mungu inatufanya kuwa watu wa Mungu. Na hii iko katika Timotheo wa pili sura ile ya 1 mstari wa 9. Lakini neno neema unaipokea unapompokea Yesu moyoni mwako. Soma Yohana sura ile ya 1 mstari wa 16 na 17, inasema kwa maana Torati ilitolewa kwa mikono ya Musa, lakini neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Kwa hiyo ukishampokea Yesu Kristo na neema inaingia kwenye maisha yako. Tunategemea kwamba watu wote wanaosikiliza somo hili la kuhusu neema ya Mungu, kama hujamjua Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, pale mwisho tutaongoza sala fupi ili Yesu aingie ndani yako, na akiingia ndani yako anaingia na neema yake. Yesu ni mbeba neema. Lakini neema imebebwa kwenye damu ya Yesu Kristo kwa ajili yetu. Na hiyo tunaipata kwenye damu ya Yesu Kristo, lakini kwa njia ya imani, unapoamini. Na Waefeso ile sura ya 1 mstari wa 7 anasema katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, msamaha ya dhambi, sawa sawa na wingi wa neema yake. Kumbe kwenye mwili wa Yesu na damu ya Yesu kuna neema. Yani unaposhiriki mwili na damu ya Yesu, ile damu ya Yesu imebeba neema. Neema imebeba kustahilishwa usikostahili. Unastahilishwa usikostahili. Unastahilishwa kutembea mahali ambapo usingeweza kutembea bila neema ya Mungu. Unastahilishwa, unapokea neema ya uponyaji. Neema ya uponyaji. Kuna magonjwa yanapona kwa neema ya Mungu iliyobebwa ndani ya damu yake takatifu. Lakini neema inatumika kuwakamilisha watakatifu wa Mungu. Petro wa kwanza ile sura ya 5 mstari ule wa 10 inasema, na Mungu wa neema aliyewaita katika kuingia katika utukufu wake wa milele atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Kwa hiyo hii neema ya Mungu pia ina kazi ya kumtia mtu wa Mungu nguvu, kazi ya kumtengeneza na kazi ya kumdhibitisha kwamba ni chombo cha Mungu. Na tunaamini kupitia ujumbe wa neno la Mungu huu ambao unaenda hewani
Ipo neema ya Mungu kubwa sana nenda kuachilia kwenye maisha yako, ya kukustahilisha, ya kukudhibitisha na ya kukutengeneza uwe mwanafunzi wake. Ukiwa na kweli ya Mungu moyoni, una neema ya Mungu. Ukisoma kitabu kile cha Kolosai sura ya 1 mstari wa 6, anasema siku mliposikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Kwa hiyo neema ndiyo iliyoteua watumishi wa Mungu, Ukiona mtu asomi neno la Mungu, ni ngumu sana kuijua neema ya Mungu, kwa sababu wa Kolosai 1:6 nasema siku mliposikia mkaifahamu. Na ukisoma Warumi 10:17, manake huwezi kusikia kama usomi neno. Maana sema kwamba imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia unakotokana na neno la Kristo. Kwa hiyo ni vizuri sana uwe na desturi ya kusoma neno la Mungu mara kwa mara, na ulisome na kulitafakari kwa kina sana, kwa sababu kadri unavyoendelea kusoma neno na kulitafakari, usikivu wako wa ndani utakuwa unamsikia Mungu kwa wepesi sana. Kwa hiyo anasema kadri mliposikia mkafahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Hiyo iko katika Kolosai 1:6. Neema ndiyo inayoteua watumishi wa Mungu. Ukisoma Galatia sura ile ya 1 mstari wa 15 mpaka 16, anasema lakini Mungu kwa neema yake alikuwa ameniteua kabla sijazaliwa. Kwa hiyo neema ya Mungu ikija juu yenu ndio inateua huyu awe nani, inateua wewe uwe mwinjilisti, inateua wewe uwe mtume, naweza ikateua wewe uwe nabii, yani hiyo neema ya Mungu kwa kadri ya neema. Kumbuka huduma zinakuja kwa sababu ya neema na rehema za Mungu, na wala sio kwa ujanja wetu. Lakini neema imeambatana na fadhili za Mungu kwenye maisha yetu ya kila siku. Na ukisoma kitabu kile cha Zaburi ya 145 mstari wa 8, utaona neno hilo. Neema imeambatana na fadhili za Mungu. Na kila mmoja wetu aliyeko hewani anayetutazama afahamu hapo alipo ni kwa sababu ya neema. Fahamu jinsi ulivyo ni neema ya Mungu, sio kwa sababu ya hila au ujanja wowote ule, au hakuna kitu cha ziada ulichofanya mbele za Mungu. Uko tu jinsi ulivyo kwa sababu ni neema yake. Neema ndio imekustahilisha, neema na fadhili za Mungu. Na katika ile Zaburi ya 23 mstari ule wa mwisho inasema hakika wema na fadhili za Bwana zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Kwa hiyo neema na fadhili za Bwana zina tabia za kufuata wateua wa Mungu. Kila unapotembea unafuatwa na neema ya Mungu. Kwa hiyo ni maombi yetu kwamba neema ya Mungu ikufuate katika kazi zako za mikono, na kila unachokifanya kwa mikono yako kikabarikiwe. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10 inasema lakini kwa neema yake Mungu nimekuwa kama nilivyo, si mimi, ni neema ya Mungu. Kwa hiyo kuna kitu pia, jinsi ulivyo sio wewe, bali ni neema ya Mungu ambayo imekufunika, ambayo imekuatamia, ambayo imekuvaa kama vazi. Yaani jifunze kusema kila kitu ni kwa sababu ya neema ya Mungu, sio kwa sababu ya ujanja wowote au juhudi yoyote. Hata sisi tulivyo hivi ni kwa sababu ya neema ya Mungu, na hiyo ndio imekufanya uwepo mpaka leo. Yamkini uliumwa sana na watu wakatia tamaa kwamba utakufa, lakini kwa neema ya Mungu mpaka sasa hivi unapumua. Una sababu ya kumshukuru Mungu mara million times, kwa sababu kuna vitu amevifanya ambavyo havingeweza kutatulika kwa pesa wala kwa maarifa ya kidunia wala kwa utaalamu wa kidunia, lakini unakiri ni neema ya Mungu. Basi ungana na sisi sasa na Korintho wa kwanza sura ile ya 15 mstari wa 10 kusema Baba, jinsi mimi nilivyo ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Na kabla sijamaliza hii sehemu ya pili, nahitaji niombe na wewe tumshukuru Mungu kwa wale wanaotoa matoleo ya kusapoti kazi yake, lakini tutamshukuru Mungu pia kwa ajili ya wewe ambao unatambua jinsi ulivyo ni neema ya Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji wetu popote alipo anapotizama. Tunajua Mungu ni neema yako jinsi sisi tulivyo. Tunakusihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, bariki mtumishi wako. Kila kifungo kilichomfunga ukapate kukifungua sawa na Zaburi ya 116 mstari wa 16. Bwana, wewe una uwezo wa kufungua vifungo vyetu. Mfungue huyu anayeumwa katika jina la Yesu. Mponye huyu aliye katika hali ya ugonjwa mkali.
Wewe ambaye hujampokea Yesu na ungependa kumpokea Yesu aliyebeba neema ingie kwenye maisha yako, basi sasa unaweza kurudia maneno haya na Bwana Yesu atakuokoa. Sema: Baba, katika jina la Yesu, nasogea mbele za uso wako. Mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe dhambi zangu zote. Lifute jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike upya kwenye kitabu cha uzima. Mlete Roho yako Mtakatifu achukue uongozi ndani yangu tangu sasa na hata milele. Ninakuomba Bwana Yesu, unifundishe kutembea katika njia zako tangu sasa na hata milele. Amen. Basi ikiwa umefuatilia sala hiyo, umekwisha kuokoka. Endelea kufuatilia mahubiri haya katika chaneli yetu. Hii chaneli ni madhabahu ya Mungu. Mungu atakwenda kufanya makuu kupitia wewe. Mungu akubariki sana, na kama una ushuhuda au unataka kusapoti kipindi chetu, basi pitia kwenye namba hizo, tutaipata sadaka yako na itafanya kazi ya Mungu na utakuwa umepeleka kazi ya Mungu, na Mungu akubariki sana.